Vizuri. Aise, niko swadakta kabisa. Wekundu wa Msimbazi Simba wametambulisha tena leo, wamefanya utambulisho wa mchezaji Nathan Chirambo akiwa kama mchezaji huru mara baada ya kumalizana na Azam, na Simba Sport Club wamemtambulisha. Pengine ukitazama sajili ya Nathan Chirambo Simba Sport Club, unaiona kuwa ni sajili ya namna gani, nenda kuwa na mchango chanya kwa namna gani ndani ya Simba Sport Club? Ni bonge moja la usajili ambao Simba amenifanya kwa wachezaji wazao, kwa sababu ninavyomzungumza Nathan Chirambo sio mchezaji ambaye ni kijana, sio mchezaji ambaye anapaswa kushikiwa fimbo kuambiwa fanya hiki. Anajua nini ambacho anapaswa kufanya. Experience ambayo amekuwa nayo, ametoka timu kubwa Azam FC, miongoni mwa timu kubwa kweli kweli. Kwa hiyo ujio wa Chirambo kwenye kocha ya Simba kuna kitu kikubwa sana ambacho kinakwenda kuongezeka, kwa sababu ulikuwa unahitaji kuona Kapombe akipata mshindani. Duchu of course alikuwa anafanya, lakini sio kwa asilimia kubwa sana. So ujio wa Nathan Chirambo kwanza unaenda kuongeza machaguo na ubora kwenye kikosi eneo la Shomari Kapombe, kwa sababu ya namna ambavyo kumekuwa kukitumika. Kuna nyakati unamuona Kapombe anaanza, lakini nyakati anakosekana na kuwa anacheza Duchu Kamera. Ni kama watu wamekuwa wana imani kubwa sana na Duchu, pamoja na kuwa amekuwa akifanya vizuri kwa hivi karibuni, lakini bado ulikuwa unahitaji kupata mchezaji ambaye atakuwa pia kidogo anakaribiana na Shomari Kapombe. Duchu of course anafanya, lakini bado kwenye level moja uwezi ukamweka na Kapombe. Kwa hiyo ujio wa Nathan Chirambo tumie unakwenda kuongeza ubora mkubwa sana kwenye ile eneo. Lakini pia tumeona anatambulishwa Kelvin Nation. Kitu ambacho pekee na wasifia Simba kwenye ile dirisha, hawajaamua kuleta wachezaji watoto, kwa sababu watoto wamekuepo. Yaani ile kuleta wachezaji watoto ukiwa na maana ipi? Yaani kuna wale wachezaji ambao sijui sisi tunamlea kama ambavyo imekuwa kwa Juma Isa Bushil. Yule ukiambiwa ni Wanda Kid kwa maana ya kinda, ni kweli. Anakuja mchezaji kama Mwangosi alikuwa ni kinda, ndio. Lada Kichasambe ni kinda, ndio. Lakini Kelvin Nation ana misimu karibia 10 ndani ya ligi kuu Tanzania bara. So anajua wapi ambapo napaswa kufanya kwa nyakati zipi, nini ambacho nikiwa kama mchezaji ninapaswa kukiachana nacho ili niweze kutoa kile ambacho kinahitajika. Anajua Kelvin Nation. So to me, hao wachezaji ambao wametambulishwa hadi hivi sasa, to me na hapa asilimia 85 kufanya vizuri kwa sababu ya ubora ambao wamekuwa nao, lakini pia ule uweredi ambao tayari wamejitolea, kwa maana ukubwa ambao wako nao, uwezo wao wa kufikiri, uwezo wao wa kutenda kile ambacho unakihitaji umekuwa ni kwa asilimia kubwa sana. Nadhani kwa hivi sasa ukiwatafuta wachezaji wazawa, kwa mfano unatafuta sasa namba 6 mzawa. Namba 6 Mzawa. Maana yake kama hujawataja kina Nathan Chirambo bado hujapata namba 6. Bila kuwataja wachezaji kama kina Kelvin Nation kwenye hilo eneo bado hujazungumza namba 6. Si ndio? Kwa hiyo mimi ukimtaja namba 6 ambaye namuona akienda kuwa tegemezi sio tu kwa Simba, hata kwenye national team. Kwa sababu najua kuna wachezaji unajua anaweza akawa ni mkubwa, anaweza akawa ni mzuri, lakini timu ambayo anaichezea ikamfanya onekane mchezaji wa kawaida, kwa sababu energy ambayo ama maandalizi ambayo Kelvin Nation anayafanya anapocheza timu kama Mashujaa, timu kama labda KMC. Kwa maana ninachokiamini, ninachojaribu kumaanisha ni kwamba wewe hapo sasa hivi tukuchukue, tukupeleke pale Clown, tukupeleke Wasafi, tukupeleke Clouds. Maandalizi tu, yani kuanzia kwenye muonekano yatabadilika kutokana na ukubwa wa taasisi ambao unaifanyia. Kama wachezaji wewe utaanza kuvaa suti wakati sio kawaida yako, ulikuwa uvai suti. Lakini utaanza kuvaa kwa sababu ukubwa wa taasisi ambao unakwenda kuitumikia, pengine na pesa ambayo unaipata. Kwa hiyo inawezekana tunamtazama Kelvin Nation kama mchezaji wa kawaida, lakini akienda Simba akaonekana kuwa nuru kwa sababu ya huo ukubwa ambao ameenda kukutana nao. Kwa hiyo inabidi abadilike kulingana na mazingira. Kuna baadhi ya watu Yusufu wanasema kuwa usajili wa Kelvin Nation kwenda Simba Sport Club ni usajili wa kisiasa kutokana na vile ambavyo ukitazama
kwenye eneo anaenda kuhudumu. Kuna Semfuko ambaye aliingia dirisha dogo, ila amekuwa hapata nafasi, kina Lassana Maodo Kante, kina Kagoma. Hata usiende mbali, nimeona pia hata wengine wanaandika kwamba Kelvin Nash anakwenda tu kuongeza idadi ya wachezaji wazawa, lakini hawezi kufanya vile. Lakini hata wakati Kagoma anaingia Simba hakuna ambaye alimpa matarajio ya kufanya anachokifanya. Sasa tukimtaja mchezaji kama Kinda, Semfuko umemtaja, ila Nation anakuja sio Kinda. Kwa hivyo vyote Kelvin Nation anapaswa kuwa kama sio chaguo la kwanza basi awe chaguo la pili mbele ya Kelvin, kwa maana Semfuko Chazi. Kwa hiyo tumi nadhani kwangu mimi tumpe tu muda ya kufanya kile ambacho anakwenda kukifanya, lakini mchezaji mzuri ambaye Simba hata Yanga walikuwa wanamhitaji, lakini Simba wamefanikiwa kunasa saini yake. Tumi anakwenda kuongeza kitu kikubwa sana hapo. Bado namsubiria ndugu yangu Chobwedo. Bado namsubiria Chobwedo sababu najua utambulisho unaofuata ni wa Chobwedo. Hii style ya Simba kuanza kutambulisha wazawa ni style ya tofauti. Imekuwa hivyo kawaida, kama mnazingatia misimu yote wamekuwa wakianza na wazawa, then kisha katikati ndo anaanza sasa. Bahari nasimama leo anashuka Kalesto. Leo bana kupatwa kwa jua Peter Shalulile milioni 65. Peter Shalulile. Shalulile asipotua Simba msije mkaniletea hizi mic. Asipo Peter Shalulile asipocheza Simba msimu ujao bana, hizi mic hizi ipo Ngwale na ndugu yangu hapa msije mkazileta mimi kuweza kuzungumza tena kuhusu football. Nimeona wameanza kuandika sijui Yanga, lakini mimi kwa mujibu wa vyanzo kwa sababu pia kidogo uwezekano wa kuzipata taarifa za ndani upo. Ni matajiri unampigia na kueleza Shalulile bana anakuja Simba, yani kuna asilimia chache sana yani kama ni ng'ombe basi bado mkia. Anaenda kuwa mchezaji ghali kwenye ligi yetu, milioni 65 kwa mwezi. Mchezaji wa Jairuti msimu ni Peter Shalulile. Kwa hiyo yote ambayo atazungumzwa sijui upatikanaji wake, lakini nikwambie tu Jairuti ametenga hela. Msimu uliopita amemleta na Loemba. Mmeona amefeli. Sasa hataki kufeli kwa mara ya pili. Ana hasira. Keleso Bildani. Keleso kapigwa Simba Kadube. Mchambuzi wa mpira wa South Africa wale. Watu washamuaga kule Sekokune. Mashabiki wa Kaizer Chiefs wameleta ugongo, wamewatukana viongozi wao kwa ajili ya kumkosa nani? Keleso, kwa sababu anakuja Simba Sports Club. Kwa Shalulile ni mali ya Simba. Ukiona Yanga wanajinasibu kwa ujue ni mtu wa Simba. Hivi unanithibitishia Shalulile msimu ujao? Kaka, yule ndo mchezaji anayelipwa mshahara mkubwa ndani ya ligi ya Tanzania, milioni 65. Mimi naongea na mabosi. Kwa hiyo maana hadi mshahara tayari unajua. Milioni 65 ndo mshahara wa Shalulile.